Matumizi ya petroli ya takribani lita milioni 6.4. Hizo bidhaa tatu, petroli, dizeli pamoja na mafuta ya taa, EWURA inapanga bei ya hizi bidhaa. Kwa hiyo mafuta yale tayari tunakuwa tunajua bei ya mwezi wa 6 ilikuwa ni ngapi, ambayo inatuwezesha kujua gharama halisi kwa mafuta hayo ya mwezi wa 7. Karibu kwenye EWURA Podcast. Jina langu ni Janet Mesomapia, na leo kwenye episode ya leo tunaye mtaalamu wa sekta ya petroli kutoka EWURA. Atatuambia anaitwa nani na anafanya nini EWURA, na tutaingia moja kwa moja kwenye mazungumzo ya leo ambayo tutazungumzia vitu vingi, tutagusia vitu vingi kwenye sekta ya petroli. Karibu sana. Asante sana Janet, nashukuru. Kwa majina naitwa Kemilembe Kafanabo. Ni meneja biashara kitengo cha petroli kutoka EWURA. Kiujumla kazi ninazofanya kuu kabisa ni kuhakikisha kwamba kuna mafuta ya kutosha yanayopatikana hapa nchini. Kwa hiyo nasimamia shughuli za uagizaji wa mafuta, lakini pia kuangalia kampuni za mafuta zina kiasi cha kutosha cha mafuta katika maghala yao. Lakini zaidi ya hapo ni pia tunafanya kazi ya kusimamia usawa wa wafanyabiashara, kwamba kuna wafanyabiashara wanafanya kazi kwa usawa ambao una haki. Yaani sio kwamba kuna mwingine kuna namna ambayo inampa advantage zaidi ya wale wengine katika kufanya biashara. Kwa hiyo makuu kabisa ni hayo. Karibu sana. Asante, nashukuru. Nimefurahi sana kuwa na wewe kwenye episode hii. Kuna maswali mengi sana ninayo, na najua baadhi ya maswali haya pia watazamaji wetu wanajiuliza, au tumekuwa tukiyasikia kwenye mitandao wengi wakiuliza. Kwa hiyo nimefurahi leo tutayapitia. Mwanzo kabisa, nafahamu kwamba shughuli za utafutaji wa mafuta zinaendelea nchini. Lakini hatujawahi kugundua mafuta ya kwetu sisi wenyewe. Sasa mafuta tunayotumia sasa hivi tunayapata wapi? Asante. Kwa sasa hivi mafuta yote tunaagiza kutoka nchi za nje, na kwa kiasi kikubwa mafuta yetu yanatoka katika nchi za Uarabuni. Tunapata mafuta kutoka katika Falme za Kiarabu, tunapata mafuta kutoka Qatar kwa kiwango kidogo, Kuwait, hata India pia kipo kiasi kidogo cha mafuta kinachokuja kutoka huko, lakini kwa kiwango kikubwa mafuta yanatoka kwenye Falme za Kiarabu, yes. Okay. Na uhitaji uliopo sasa hivi, tunatumia mafuta kiasi gani nchini? Mafuta hapa nchini inategemea misimu. Matumizi yetu yamegawika katika misimu miwili au vipindi viwili, kati ya Januari na mwezi Juni, na vile vile kati ya Julai na Disemba. Januari mpaka Juni matumizi yetu huwa ni madogo ukilinganisha na matumizi kati ya Julai mpaka Disemba, na hii ni kutokana na shughuli mbalimbali za kiuchumi pamoja na kijamii, lakini kikubwa zaidi ni shughuli zile za kiuchumi. Katika kipindi cha Januari mpaka Juni, kwa sababu ya kuwepo kwa mvua nyingi, wakati mwingine shughuli za usafirishaji zinapungua, au magari hayasafiri kwa ile frequency ambayo imezoeleka. Kama utakumbuka hapa katikati kuna kipindi barabara ya kuelekea Mtwara ilipata changamoto kutokana na mvua. Kwa hiyo kuna siku kadhaa magari hayakupita vile ambavyo huwa yanapita kawaida. Kwa hiyo unakuta kiasi cha mafuta ambacho kingetumika kipindi hicho kinakuwa kimepungua, na ndio maana kati ya Januari mpaka mwezi Juni huwa tuna matumizi madogo kutokana na msimu wa mvua. Lakini vile vile hata shughuli za kilimo huwa zinakuwa zimepungua katika miezi hiyo.
Shughuli zinakuja kuanza kuongezeka, mfano uvunaji, kusafirisha mazao kwenda sokoni, kuanzia mwezi Julai mpaka Disemba. Lakini pia ukifika Disemba ni kipindi cha mapumziko kwa watu wengi, kwa hiyo unakuta safari zinakuwa ni nyingi. Na hivyo matumizi yetu huwa tunategemea yanakuwa ni makubwa kati ya kipindi hicho. Kwa hiyo kwa sasa tumefikia mpaka kufikia mwezi Mei ya mwaka huu, tulifikia matumizi ya petroli yanayofikia takribani lita milioni 5.5, na tunategemea mpaka kuja kufika Disemba tunaweza tukawa tumefikia matumizi ya petroli ya takribani lita milioni 6.4. Hiyo ni kwa kipindi gani? Kwa siku moja. Kwa siku moja. Ndiyo. Okay. Kwa hiyo tunatumia kiwango hicho kwa siku. Na hiyo ni kwa bidhaa ya petroli pekee yake? Kwa bidhaa ya petroli pekee yake. Tukija bidhaa ya diesel, kwa siku tunatumia, kwa sasa tumefikia matumizi ya lita milioni 7.4, na ni mategemeo yetu kufikia Disemba matumizi yetu yatakuwa yamefikia lita milioni 8.4 kwa siku. Kwa upande wa mafuta ya taa, matumizi ni madogo sana, kwa sababu mafuta ya taa zamani yalikuwa yanatumika zaidi kwa ajili ya kuwasha koroboi, kupata mwanga kwenye taa. Lakini kutokana na juhudi mbalimbali za kuleta nishati mbadala kwa ajili ya taa, lakini pia na juhudi kubwa za serikali katika kusambaza umeme maeneo yote mjini na vijijini, kwa hiyo taa sasa hivi watu wanategemea zaidi umeme. Lakini zaidi ya umeme kuna taa za sola ambazo zenyewe ni nafuu, kwa hiyo watu wanatumia hizo. Kwa hiyo mwanga wa kutumia mafuta ya taa kwa ajili ya kuwasha taa kwenye vikoroboi, matumizi yamepungua sana. Kwa hivyo kwa sasa matumizi yetu ya mafuta ya taa fikia kama lita 17,000 kwa siku. Kwa ni kiasi kidogo sana cha mafuta ya taa ambacho kinatumika hapa nchini. Kwenye hizo bidhaa tatu, petroli, dizeli pamoja na mafuta ya taa, uhitaji mkubwa uko kwenye dizeli. Uhitaji mkubwa ni dizeli, and then kinachofuata ni bidhaa ya petroli. Kwa nini? Kuna sababu yoyote ya hiyo kwamba tunatumia vyombo vingi ambavyo vina mifumo ya petroli, ama ni sababu ya kutumia ni nini? Kiasi kikubwa cha mafuta kinatumika kwenye vyombo vya moto vya usafirishaji, ambapo ni magari madogo ya abiria, mabasi, magari ya usafirishaji wa mizigo, vyote hivyo vinatumia mafuta. Lakini pia viko viwanda ambavyo vina mitambo ambayo inategemea bidhaa ya mafuta katika kuendesha mitambo yao. Kwa hiyo ndo sababu kuu kwamba matumizi ya mafuta ya sasa kwa diesel kuwa kubwa. Hata kwenye ujenzi wa barabara kuna kiasi cha mafuta ambacho kinatumika kwa ajili ya shughuli ambazo zinafanyika wakati wa ujenzi. Okay. Tuongelee upangaji wa bei. Ndiyo. EWURA inapanga bei ya hizi bidhaa. Ndiyo. Vitu gani huwa EWURA inazingatia kwenye kupanga bei? Wakati wa kupanga bei, kwanza lazima tujue ni mafuta yanayoingia katika mwezi husika. Kwa hiyo tutafanya uchambuzi na kuangalia mpangilio wa meli hapa katika bandari zetu 3, sababu mafuta tunayapokelea katika bandari ya Tanga, Dar es Salaam na Mtwara. Ngaje zaidi ya 90% ya mafuta yanayotumika hapa nchini yanapokelewa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo inabidi tutambue kwanza ni meli zipi ambazo zitapokelewa katika mwezi husika,
Alafu tubainishe gharama za mafuta hayo yanayoingia. Mafuta yanayotumika hapa nchini yanaagizwa kwa mfumo ambao mfumo wa uagizaji wa pamoja wa mafuta, na mfumo huu unasimamiwa na taasisi ya serikali, wakala wa usimamizi wa wakala ambaye anasimamia uagizaji wa mafuta PBPA. PBPA kwa kawaida inaingia mkataba na kampuni, kwanza inaendesha zabuni za kiushindani ambao mataifa ya nje na hata hapa ndani yanaweza kushiriki katika zabuni hizo. Na mshindi anapatikana yule ambaye ametoa gharama ndogo ya kusafirisha na kuyafikisha mafuta hapa nchini. Isipokuwa bei ya mafuta yenyewe huwa inakuwa kwenye mkataba, imesema kabisa kwamba mafuta yatakayoletwa mfano mwezi wa 7, bei yake itakuwa ni ile ambayo ilikuwa katika soko la dunia na hasa katika soko la Uarabuni katika mwezi wa 6, ikiwa inategemewa kwamba yule anayetuuzia mafuta atanunua mafuta mwezi wa 6, alafu yatasafirishwa yale mafuta mwezi wa 7 unapofika, mafuta yanakuwa yamewasili hapa nchini. Sababu meli za mafuta zinachukua takriban siku 14 kusafiri kutoka nchi za Uarabuni kufika mpaka hapa Tanzania. Kwa hiyo bei ya kununulia mafuta yale inakuwa inajulikana wakati inapofika sasa tunaanza kupanga bei. Tunaangalia mafuta yatakayoingia mwezi wa 7 ili tupange bei ya mafuta ya mwezi wa 7. Kwa hiyo mafuta yale tayari tunakuwa tunajua bei ya mwezi wa 6 ilikuwa ni ngapi, ambayo inatuwezesha kujua gharama halisi kwa mafuta hayo ya mwezi wa 7. Lakini vile vile kutokana na mikataba hiyo ya uletaji wa mafuta, tuna uwezo wa kujua pia gharama ya uagizaji wa mafuta yale, ambayo hiyo huwa inajumuisha gharama ya kuyasafirisha, kimaanisha freight, bima ya meli na mafuta yale, lakini pia na faida ambayo anaitegemea yule anayeleta mafuta. Na vyote hivi anakuwa ameshaviainisha katika ile wakati analeta zabuni yake, wakati zabuni zinafunguliwa zabuni hizi zinafunguliwa kila mwezi. Kwa hiyo gharama hizo mbili kuu zinaangaliwa wakati wa upangaji wa bei. Lakini zaidi ya hapo tunazo gharama nyingine mbalimbali za taasisi ambazo zinasimamia upokeaji wa mafuta. Kuna taasisi ambayo ni wakala wa vipimo, ana jukumu la kuthibitisha kiwango cha mafuta ambacho kimeletwa katika meli husika. Lakini vile vile tuna TBS ambaye jukumu lake ni kwa kupima mafuta yale na kuthibitisha kwamba yana viwango vilivyopangwa kitaifa, vilivyopitishwa kitaifa, kwamba mafuta yanakidhi viwango. Kwa hiyo hilo ni jukumu ambalo analifanya TBS na huwa kuna tozo katika kufanya hayo. Na vile vile EWURA kama mamlaka ya udhibiti nayo huwa ina tozo. Na pia matumizi ya bandari. Katika kuitumia bandari kuna tozo pia ambayo ipo. Kiujumla gharama zote hizo zinafika kama shilingi 25 mpaka 29 kwa lita. Na zaidi ya hapo tuna kodi za serikali, lakini pia kuna gharama ambayo anapewa mfanyabiashara wa jumla, yani ambayo gharama ambazo anaingia mfanyabiashara wa jumla na mfanyabiashara wa rejareja. Nazo hizo zote zinaangaliwa na kuzingatiwa katika ukokotoaji wa bei za mafuta kwa mafuta ambayo yanauzwa hapa nchini. Lakini pia tukumbuke mafuta ambayo tunaagiza kutoka nje kwa kawaida tunatozwa kwa dola.
kwamba tani moja ya mafuta itakuwa ni $700 au $600 kulingana na bei ambayo iko katika soko la dunia. Kwa ile gharama ya dola, kwa sababu sisi tunapoenda kwenye vituo vya mafuta, kumbuka tunalipa kwa shilingi, hatulipi kwa dola. Kwa hiyo tuna jukumu pia la kuangalia viwango vya ubadilishaji wa fedha ambavyo vinapatikana ambavyo kampuni za mafuta zimepata wakati wa kununua dola za kulipia mafuta ambayo yanaagizwa. Kwa hiyo ni viwango ambavyo wamepata kampuni za mafuta katika benki za biashara. Hivyo viwango ndio tunatafuta wastani wake na kubadilisha ile dola ambayo gharama ile ya dola ambayo aliingia mfanyabiashara wakati wa kuyanunua mafuta, tunaibadilisha kuwa kwenye shilingi kwa lita. Kwa kimsingi mnaangalia kwanza soko jinsi lilivyo, bei ya soko la dunia. Kuna gharama hapo za usafirishaji, ndio, gharama za bima, tozo mbalimbali za serikali pamoja na viwango vya fedha ya kigeni, yani dola, pamoja na kodi za serikali. Kwa hiyo lakini pia kuna gharama za uendeshaji wa biashara. Okay, na gharama za uendeshaji wa biashara. Kwa hiyo vyote vikiwekwa pamoja ndio mnapata sasa kwamba gharama kwa mwezi huu ya mafuta ni hii kulingana na hivi vigezo vyote. Ndio. Lakini pia kuna cha nyongeza. Kwa sababu tunapokelea mafuta kwenye bandari 3. Wakati mwingine gharama zinaweza zikatofautiana kidogo. Kwa hiyo kuna uwiano ambao tunaufanya ili kuweza kutoa bei ambayo ina uwiano katika bandari zote 3. Na ili wananchi wote ambao wanaweza kuchukua mafuta karibu na bandari iliyo karibu yao wanafaidika na uagizaji wa mafuta kwa pamoja. Kuna mataifa ambayo hayabadilishi bei kila mwezi. Ndio, yapo. Kila mwezi sisi EWURA ana PDF chake. Sawa. Huwaga anakitoa cha gharama za bidhaa za mafuta kwa mwezi husika. Ndio. Ni lazima kuwa na mabadiliko haya kila mwezi? Kuna faida gani, na ukiangalia utofauti wetu na mataifa ambayo labda hayabadilishi mara kwa mara, yani kila mwezi? Ubadilishaji wa bei za mafuta inategemea na namna ambavyo uagizaji wa mafuta unafanyika katika nchi husika. Kwa sisi kama nilivyoeleza awali, tunaagiza kwa pamoja, na kuna zabuni ambazo zinafanyika kila mwezi. Huwa zabuni zinafunguliwa Alhamisi ya mwisho wa mwezi au Jumanne ya mwisho wa mwezi, yoyote ambayo itakuwa iko ni siku ya mwisho, either Jumanne au Alhamisi katika mwezi husika. Kwa hiyo tuna zabuni hiyo moja, na kwa sababu mafuta yanabadilika bei kila mwezi, kwa hiyo hata katika mikataba yetu gharama zile nazo zinabadilika kila mwezi. Na kwa jinsi hiyo tumeonelea kwa hapa kwetu nchini ni vyema kubadilisha bei za mafuta kulingana na hizo gharama halisi zinazopatikana kwa kila mwezi. Na ndio sababu ambayo inatufanya tubadilishe bei ya mafuta kila mwezi. Kwa mataifa mengine unaweza kukuta labda wameingia mkataba ambao ni wa miezi 3 au ni miezi 6. Kwa namna ambayo wao ambao wameweza kuweka mfumo wao wa uagizaji. Kwa hivyo kulingana na gharama ile ambayo wanaipata katika huo mwezi, au yani katika mkataba wao ambao ni wa miezi 3 au miezi 6, kwa unaweza kukuta hata na bei za mafuta wanazibadilisha kwa miezi 3, miezi 6, na iko nchi ambayo inabadilisha bei zake baada ya mwaka mmoja. Okay. Lakini kwa kufanya hivyo pia lazima waje wafanye ukokotoaji tena mwingine kama kuna faida au hasara ambazo kampuni imezipata, ili waweze kuwafidia mwaka unaofuata. Lakini kwa utaratibu ambao tumeweka hapa kwetu, kila mwezi bei zinapobadilika, basi hivyo ndivyo inavyokuwa. Hakuna tena habari za fidia hapo baadaye. Okay, sawa. Tuzungumze kuhusu usalama. Yeah. Usalama ni kitu kimoja kikubwa sana kwenye matumizi ya bidhaa za nishati.
Vitu gani mtu anatakiwa avifahamu kuhusiana na usalama wake mwenyewe kama mtumiaji wa hizi bidhaa? Mfano, mtu anapoingia kwenye kituo cha mafuta kujaza mafuta kwenye gari yake, vitu gani vya kuzingatia vya kiusalama? Kwa sababu tukumbuke bidhaa za mafuta zinaweza kiweza kupata kianzilishi chochote cha moto, inaweza vikawaka. Okay. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watumiaji wa mafuta wanapoenda kujaza mafuta vituoni, hata na yule mwenye kituo, wote wanakuwa na majukumu mbalimbali ya kuzingatia. Mfano, ukienda kwenye kituo cha mafuta, hata kesho ukipata nafasi hiyo, kuna alama ambazo zimewekwa vituoni za kumwashiria yule mtumiaji wa mafuta azingatie. Kimoja, unapofika kujaza mafuta, unatakiwa kuzima gari yako. Utaona alama inayoonyesha kwamba uzime engine ya gari yako. Cha pili, usivute sigara ukiwa katika kituo cha mafuta. Kwa sababu kama nilivyosema, bidhaa za mafuta zinaweza kuwaka moto zikipata chanzo cha moto. Sigara ni moja ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha moto wake. Kwa hiyo haitakiwi kuvuta sigara unapokuwa katika kituo cha mafuta. Kingine, kwa upande sasa na kingine tunaambiwa kwamba usitumie simu ukiwa katika kituo cha mafuta. Kwa sababu kutoka kwenye simu kuna elements ambazo zinaweza zikasababisha ikakutana na mvuke wa mafuta na ikaanzisha moto. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba unazima engine ya gari yako unapoenda kujaza mafuta, hauvuti sigara eneo la kituo cha mafuta, na pia usitumie simu ukiwa katika kituo cha mafuta. Wengine wanauliza, kwenye kituo cha mafuta wameniambia nilipe. Ndio liko swali langu linalofuata. Wameniambia swali langu lilikuwa linafuata, nilipe kwa simu. Itakuwaje? Ndio. Sasa unapoambiwa kulipa na simu, hakikisha kwanza mafuta yameshajazwa na gari na mfuniko wa tenki umefunikwa. Unaweza ukalipia bila tatizo. Wale wenye kituo cha mafuta nao kuna jukumu ambalo wanalo. Haya niliyotaja ni majukumu ya mtumiaji. Lakini yule anayekupa huduma naye analo jukumu lake. Kuna ndoo za mchanga ambazo zinatakiwa kuwekwa eneo ambalo moto unaweza kujitokeza, na sehemu kubwa ni pale ambako unajazia mafuta. Kwa ukienda kituo cha mafuta utakuta kuna ndoo ambazo zina mchanga eneo lile. Zile ni kwa ajili ya kuja kusaidia kuzima moto iwapo moto utajitokeza. Lakini zaidi ya hapo pia kuna fire extinguishers, vizima moto ambavyo na vyenyewe vinakuwepo eneo la kituo cha mafuta. Na pia kuna kitu ambacho tunakiita emergency switch ambayo na yenyewe inakuwepo eneo la kituo kuzuia hatari nyingine zozote. Kuna kitu kinaitwa drainage system, yani mifereji. Ukienda katika vituo vya mafuta utakuta kuna mifereji inazunguka eneo la pale ambapo wanajazia mafuta. Hiyo ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kama kuna mafuta yoyote yanakuwa yamemwagika, au pia hata na maji, kuna namna ambayo yanachukuliwa kuingia katika ile mifereji, halafu inaenda kuingia katika sehemu ambayo inaitwa oil water separator, yani kifaa cha kuweza kutenganisha maji na mafuta. Mafuta yanaweza kutengwa yakawa peke yake na maji yakawa peke yake. Lakini pia kuna kitu kinaitwa vent ambayo inawekwa kwa ajili ya mvuke au ile harufu za mafuta ziweze kwenda juu kiasi cha kwamba inakuwa inaondoa hatari. Kwa hiyo kuna urefu wa vent ambao unatakiwa
kuwepo katika kituo chochote cha mafuta. Kwa mtu anapojenga kituo cha mafuta, kabla tujampa leseni, tunaenda kuhakikisha kwamba vitu hivyo vipo. Na mambo mengine ya kuzingatia ni mahali ambako tenki za mafuta zimewekwa, zisiwe karibu na ukuta ambao unapakana na majirani zako. Kwa kuna mita kadhaa ambazo zinakuwa zinatenganisha tenki pamoja na ukuta ambao ni mpaka kati ya kiwanja ambacho kipo kituo cha mafuta na kiwanja kile cha jirani. Makazi ya watu. Ndio. Okay. Sawa sawa. Hivi kuna viwango vyovyote kwa ajili ya bidhaa za mafuta kulingana na chombo chako cha usafiri unachokitumia? Ndio. Katika vyombo vya moto tunavyovitumia, yani magari, anaitengeneza gari, engine akiweka anakuwa amedhamiria kwamba engine hii inaweza kuendeshwa kwa mafuta ya aina fulani, yanayokidhi vigezo fulani. Hiyo ni kwa kila gari. Kila mtengenezaji wa gari anahakikisha ameweka hicho kiwango. Ndio, anajua kwamba gari hii basi mafuta yatakayotumika kwenye gari hii yawe na kiwango fulani. Kwa hivyo kwa Afrika Mashariki, kwa umoja wetu, taasisi zinazopanga viwango huwa zinakutana na kukubaliana kiwango ambacho kitahitaji kutumika kwa hapa katika nchi zetu za hapa Afrika Mashariki. Mfano kwenye petroli inakuwa sasa hivyo viwango wakishakubaliana nchi zote, ndivyo viwango vinavyotakiwa kutumika na nchi zote zilizopo Afrika Mashariki. Afrika Mashariki au Afrika Mashariki. Okay. Kwa Afrika Mashariki iko yani kila nchi huwa kwa taasisi yake ambayo inapanga viwango vya bidhaa nchini, kama ambavyo kwetu ni TBS. Basi TBS anashiriki katika vikao pamoja na taasisi hizo za nchi nyingine, nchi wanachama ili waweze kupanga kukubaliana viwango ambavyo vitatumika katika nchi zote za Afrika Mashariki. Tuzungumzie biashara ya mafuta nchini. Ndiyo. Kwanza kuna fursa gani kwenye sekta ya petroli? Kwa mtu anayeangalia anawaza hivi hamna sehemu naweza nikafanya chochote. Kuna fursa za vitu gani kwenye sekta ya petroli nchini? Kwenye sekta ya petroli kikubwa ni nafasi zilizopo za kibiashara ni katika usambazaji zaidi, usambazaji wa mafuta, na hii nikimaanisha uwepo wa vituo vya mafuta. Na kwa kiwango kikubwa ni maeneo ya vijijini ambako bado vituo ni vichache au hakuna kabisa vituo vya mafuta. Kwa hiyo ni kiasi cha wafanyabiashara au wawekezaji kuangalia maeneo ambayo shughuli za kiuchumi zipo na unakuta hawana huduma ambayo ni ya kutegemewa. Kwa sababu yapo maeneo ambayo unakuta bidhaa za mafuta zinahitajika, lakini maeneo hayo wanahudumiwa kwa kutumia madumu. Yaani unakuta kuna watu wameweka vibanda vile na ameweka chupa zake 5, 6, 7 za mafuta barabarani akisubiria wateja. Kiusalama mafuta yani haifai kwa mtumiaji wa mafuta, lakini pia hata yule anayeuza, kwa sababu wanahifadhi mafuta yale ndani ya nyumba. Unakuta ana dumu zake 2, 3 kazihifadhi ndani ya nyumba, alafu anakuja barabarani pale ataweka tu madumu yale ya lita 1, lita 1.5, ataziweka kadhaa akitegemea baadaye aje kujaza tena mafuta. Kwa hiyo ufanyaji wa biashara kwa namna ile sio salama kabisa.
kwa yeye mfanya biashara, hata na wale wanaomzunguka. Kwa sababu inapokuja moto ukatokea, uwezi jua unaweza moto ule ukasambaa kufika mpaka wapi. Kwa sababu kingine wanapofanya kutoa mafuta kwenye dumu kubwa labda la lita 20, kuanza kuweka kwenye dumu ya lita 1 na lita 1.5, kuna mafuta yanamwagika. Kama nilivyosema, kwa vituoni kumewekwa utaratibu ambapo kunatakiwa kuwekwa mifereji ambayo itachukua chochote iwapo kimemwagika. Lakini pia zaidi ya hilo, kwenye vituo panatakiwa eneo ambalo la kujazia mafuta au la kupokelea mafuta limesakafiwa, ili mafuta yale yasiingie pia ardhini na kutuharibia mazingira. Lakini kwa hawa wenzetu ambao wanauza mafuta kwenye madumu, unakuta kwamba hilo halijazingatiwa. Kwa hiyo mafuta yale either yatasambaa eneo ambalo wanajazia wanafanya kuweka mafuta katika vipimo vile vidogo, au mafuta yale yakaingia ardhini. Sasa kama ardhi hiyo unaitegemea kwa kilimo, ardhi hiyo kunaweza maji yanapita ambapo unapata vyanzo vya maji, inakuwa ni hatarishi. Lakini pia anayeenda kutumia mafuta yale yanapokaa pale juani yakapigwa na jua, ubora wa yale mafuta unapungua. Kwa hiyo unaweza ukakuta vifaa vyako vikawa vinaathirika siku hadi siku, kutokana na kwamba unatumia mafuta ambayo hayakidhi viwango. Kwa sababu gari ina kiwango cha mafuta ambacho inahitaji kwa ajili ya kukiendesha. Sasa unapoenda kutumia mafuta ambayo yamepigwa jua, alafu unaweza ukawa hujui kama hayajachanganywa na kitu kingine chochote zaidi ya bidhaa ile ya mafuta, utajikuta siku hadi siku unaharibu kifaa chako cha moto. Na kwenye hiyo najua serikali kupitia REA inatoa mikopo. Ndiyo. Kwa watu ambao wanataka kufungua vituo vya mafuta vijijini. Sasa tuelezee kidogo hapo, masharti yakoje? Mtu akitaka kuingia kwenye biashara hiyo na apate huo mkopo anafanyeje? Kwanza mtu anatakiwa kuwa na ardhi ambayo anategemea kwa ajili ya kuanzisha kujenga kituo. Anahitaji kuwa na vibali mbalimbali, mfano kibali cha halmashauri cha kuweza kujenga kituo cha mafuta. Anahitaji kuwa amepata kibali cha mazingira, na awe amepata pia kibali cha ujenzi wa kituo kutoka EWURA. Ndipo anapoweza kwenda kuomba mkopo kutoka REA, yani mkopo ambao unatolewa na serikali kupitia REA. Kwa hiyo atatakiwa kwenda REA na kupeleka maombi yake huko, akiwa ameambatisha nyaraka ambazo REA imeziainisha. Lakini pia kituo hicho inabidi, kwa sababu hii ni katika kuhamasisha ujenzi wa vituo vijijini, na kawaida wengi hawapendi kwenda kujenga vituo ambavyo viko mbali na barabara kuu, pamoja na kwamba fursa za kibiashara pia zipo huko maeneo ya huko ndani. Kwa hiyo ili uweze kupata mkopo, kituo chako inabidi kiwe kilomita 10 kutoka barabara, kilomita zisizopungua 10 kutoka barabara kuu. Ndio. Lakini pia vigezo zaidi vinaweza kupatikana katika mtandao wa REA. Lakini hivi ni vigezo vikuu ambavyo vinahitajika. Ndio. Huwa kuna malalamiko. Mtu anasema nimewekewa mafuta sijui yaliyochakachuliwa, yameharibu gari, au vitu kama hivyo. Yaani malalamiko ya namna hiyo. Kuna namna yote mtu anaweza akafahamu au akavizingatia kuhakikisha kwamba haibiwi mafuta? Kama nimelipia 20,000 nipate
mafuta 20,000 au hawekei bidhaa ambayo labda imechakachuliwa au kujilinda na vitendo visivyo vya uaminifu kwa baadhi ya wafanyabiashara? Kuna namna yote mtu anaweza akafanikiwa kwenye hilo? Mtumiaji wa mafuta yeye hana namna ya kupima kujua mafuta yanakidhi viwango au la, lakini ndio maana kwanza mafuta yanapoingia nchini, TBS anafanya kazi ya kupima ubora wa mafuta yale yanayoingizwa, na inategemewa kwamba mafuta hayo kwa kiwango hicho ndiyo yatakayosambazwa kwenda sehemu mbalimbali nchini. Lakini kwa kuzingatia kwamba kuna uwezekano kuna wafanyabiashara ambao labda sio waaminifu, EWURA inafanya kazi ya kuchukua sampuli za mafuta kwenye vituo nchini na kwenda kupima, kujihakikishia kwamba mafuta bado yanaendelea kuwa na kiwango kile ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo mara kwa mara EWURA huwa inapita katika vituo vya mafuta, inachukua sampuli na kwenda kuzipima, kujiridhisha kwamba mafuta bado yana kiwango kile ambacho kinatakiwa. Isipokuwa kuna mara chache ambazo unaweza ukajikuta kwamba labda kituo hakikufanya usimamizi unaostahili pale katika eneo lake la kituo, kuna maji labda yakaingia kwenye tenki ya mafuta. Na hivyo anapomuuzia mtu mafuta yale yakawa na maji. Kikubwa ni kwamba mteja anapotambua kwamba mafuta aliyowekewa labda yana kiwango yana maji, basi anatoa kwa sababu utaona tu kifaa chako unapowasha kutaka kuondoka kinagoma. Basi unaweza ukamwambia mwenye kituo kwanza pale kwamba nina wasiwasi na mafuta ulionawekea kwamba hayakidhi vigezo. Alafu wakafanya kwa kujithibitishia na wao pale kwamba mafuta yaliyopo kwanza hayana maji, iwapo utaona utahisi kwamba ni mafuta yaliyokuwa na maji. Lakini kama bado unaamini kwamba mafuta uliouziwa sio sahihi, una uwezo pia wa kuwasilisha lalamiko lako EWURA, na EWURA ikaenda kuchukua sampuli za mafuta katika kituo husika na kupima, kujiridhisha kwamba je, ni mafuta yalikuwa yana shida au la. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukakuta kwamba ni changamoto ya gari yenyewe na sio mafuta. Kwa hiyo vyote hivyo vinaangaliwa. Lakini ili mtu aweze kuhakikisha kwamba amepata kiwango cha mafuta kile ambacho alikuwa anakitegemea au ndicho amelipia, wakala wa vipimo nchini ana jukumu la kuthibitisha kwamba zile pampu zinatoa kiwango cha mafuta vile ilivyokusudiwa. Na wao wana kaguzi za mara kwa mara kuhakikisha kwamba ile pampu inayotumika kwa ajili ya kutoa mafuta inatoa mafuta ambayo ni sahihi. Naomba tu ongea na watazamaji wetu ni kwa kiasi gani ni muhimu kudai risiti yako unapokuwa umemaliza kuwekewa mafuta kwenye gari yako au kwenye chombo chako cha moto? Hebu wasisitizie. Kwa sababu haya yote pia, kama gari yako imeharibika, utatumia risiti hiyo kuonyesha kwamba jamani ulinunua mafuta kwenye kituo hiki. Kwa kama unavyosema, risiti ya ununuzi wa mafuta katika kituo ni muhimu sana. Kwa hiyo jihakikishie kwamba risiti ulionayo inaonyesha umenunua lita kiasi gani, umenunua aina gani ya mafuta. Kwa hiyo inatakiwa iainishe ni aina gani ya mafuta ulionunua, kiwango cha mafuta ulichonunua na kiasi cha fedha ulicholipia kwa ajili ya mafuta hayo. Ili kama imetokea changamoto yoyote, inaweza ikawa ni malalamiko kama hayo ya kwamba mafuta niliyowekewa sio sahihi,
cha kwanza cha kujihakikisha, ili sisi tuweze kuhakikisha kwamba kweli mafuta uliweka sehemu hiyo husika, itakuwa ni risiti yako ya mafuta, uliweka mafuta kiasi gani. Lakini pia risiti hiyo hiyo inaweza kutumika pale ambapo unaweza ukawa na lalamiko kwamba ameniuzia mafuta kwa bei ambayo sio halali, kwamba labda bei kikomo tulioipanga ni kiwango fulani na huyu ameniuzia mafuta kwa bei ambayo iko juu zaidi. Na kikubwa pia kingine, katika risiti ile itaonyesha muda ambao ulijaza mafuta. Kwa hiyo vyote hivyo, details zote hizo au takwimu zote hizo zinapatikana katika risiti ile, na risiti hiyo ndiyo itakayokuwa ni uthibitisho wako wa kwamba ulinunua mafuta katika kituo fulani. Tunavyoelekea mwishoni, kuna mijadala mingi sana kwenye majukwaa ya kimataifa kuhusiana na nishati. Sisi mataifa ambayo yanaendelea tunaambiwa tuondokane na matumizi ya, neno la Kiswahili sijui nini, fossil fuels, yani mafuta, gesi asilia, tuende kwenye nishati jadidifu. Sasa lakini Waafrika pia tunajua jinsi ya kujipambania, tunasema, au mataifa ambayo yanaendelea tunajua jinsi ya kujipambania. Tunasema jamani, sisi huko hatujafika, hamwezi mkatuharakisha. Bado ni rasilimali tulionayo kwa wingi na bado tunaweza tukaitumia kwa sehemu tuliopo sasa. Ndio. Nini maoni yako kwenye hili swala la hii ajenda ambayo ni pana sana kwenye platform za dunia? Okay. Kama ambavyo viongozi wengine wa serikali wameliona hivyo pamoja na wataalamu, hatuwezi leo tukainuka tukawa kama Uingereza. Hatuwezi kuinuka leo tukawa kama Sweden. Wameweza kuongeza uzalishaji wa nishati kwa kutumia jua au kwa kutumia upepo. Ndiyo, ni nishati ambazo utazipata ambazo ni safi na ni rafiki kwa mazingira, lakini pia zina gharama. Gharama zake kwa sisi mataifa ya huku bado hatujaweza kuzimudu. Lakini ukiacha gharama tu ya uwekezaji kwa ajili ya kupata miundombinu ya nishati hizo, kwa huku kwetu kuweza watu kununua vifaa vitakavyotumia nishati hiyo husika, gharama nayo pia hatuwezi kuimudu. Kwa hiyo ukiacha gharama ya kuweka miundombinu ile ya kiujumla, mfano kampuni ikaweka solar panels ambazo zitazalisha umeme wa kuingia majumbani na kama hivyo. Unakuta pia wanakwambia kuna friji itakayoweza ununue ili iweze kupata nishati kutoka kwenye umeme huo wa jua. Kwa hivyo gharama nazo zinaweza zikawa ni kikwazo kwa mataifa yetu ambayo yanaendelea. Kwa hiyo tufanye nini? Kama ambavyo imeonekana kwa viongozi na wataalamu, tuende taratibu. Tusije tukainuka tu ghafla na kusema acha kutumia hichi, acha kufanya kile. Basi tuende kwa taratibu kadiri ya uwezo wetu ambavyo tunao. Duniani huko sasa hivi wanaongelea habari ya kuwa na magari yanayotumia umeme. Lakini magari hayo kwa sasa bado yana bei ambayo ni ya juu. Ambapo ni watu wachache watakaoweza kununua gari hizo. Lakini pia ukishanunua gari hiyo, unahitaji sehemu ya kuwa unaweza kwenda kuwa unaichaji. Ile kwa sababu ina battery ambayo inatumika, kwa utahitaji kuichaji hiyo battery ya gari. Sehemu za kuchajia bado hazijawa nyingi za kutosha kuweza
ukawa na gari ukisema unataka kwenda Morogoro, unataka kwenda Tanga, unataka kwenda Arusha, ukakuta kwamba una sehemu unayoweza kuchajia. Zipo ndio sehemu chache ambazo kwa Dar es Salaam nadhani ipo, kuna nyingine kwa Arusha, kuna Dodoma, lakini unaikuta ni moja. Sasa iwapo mtakuwa na magari 1000 na vitu kama utajikuta bado una kikwazo. Kama ambavyo mwanzoni tulikuwa tunapata changamoto katika magari yetu yanayotumia gesi asilia, lakini kwa hamasa iliyopatikana katika uwekezaji na katika utumiaji pia, kubadilisha magari ambayo yanatumia petroli au diesel yaweze kutumia gesi asilia. Sasa hivi tuna vituo vingi tu ambavyo vimefunguliwa kwa hapa Dar es Salaam, na mipango ipo ya kuipeleka gesi kwa namna tofauti katika mikoa mingine. Swali la mwisho. Ndio. EWURA inafanya nini kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya mafuta endelevu kwa muda mrefu? Tusiwe na wasiwasi tena, leo mafuta yamekosekana, sijui Russia na Ukraine hawazungumzi, wanafarakana, inatuathiri na sisi. EWURA inahakikishaje tuna bidhaa za mafuta endelevu nchini? Kama EWURA, jukumu letu ni kuanza kusimamia kwamba katika maghala yaliyopo hapa nchini yana mafuta, na kwamba mafuta yaliyopo yana uwezo wa kukidhi walau siku 15. Na kigezo hiki cha kusema kwamba mafuta yakidhi walau siku 15 kinazingatia pia itachukua siku ngapi mafuta kusafirishwa mengine kuweza kufika hapa nchini. Kama nilivyoeleza awali, inachukua takriban siku 10 mpaka 14 mafuta kusafirishwa kutoka nchi za Uarabuni kuweza kufika hapa nchini. Kwa hiyo iwapo kuna lolote linakuwa limetokea, tukiwa na hifadhi ya kutosha ya mafuta, yani kwamba yanaweza kukidhi hizo siku 15 au zaidi, tuna uhakika kabla mafuta hayajaisha tutakuwa tumeshaagiza mafuta mengine na mafuta yameweza kufikishwa hapa nchini. Kwa hiyo ni EWURA inachokifanya kikubwa ni kusimamia na kuhakikisha kwamba katika maghala yaliyopo hapa nchini yana mafuta ya kutosha. Lakini zaidi ya hapo, ni kuendelea kuhamasisha uwekezaji katika kuongeza maghala ili tuwe na uwezo wa kuhifadhi mafuta mengi zaidi hapa nchini. Lakini maghala yetu tukumbuke pia yanatumika kupokea mafuta ya nchi za jirani, na wanakuwa na siku 30 kuhakikisha kwamba mafuta walionunua wameyatoa. Lakini kwa sababu mafuta yanaingia na kutoka, basi tunajikuta kwamba hifadhi tulionayo inatumika kwa ajili ya sisi pamoja na nchi za jirani. Kwa hivyo ni kuendelea kuwa na hifadhi ya zaidi ambayo itaweza kuhifadhi mafuta mengi yanayoweza kutumika hapa nchini. Kingine ambacho kinafanyika ni kufuatilia kwamba shirika letu la taifa la mafuta TPDC linaanzisha ile hifadhi ya kimkakati, ambapo wanakuwa na jukumu la kuwa na hifadhi ya mafuta ambayo yanaweza yakatumika pale ambapo panatokea dharura ya aina yoyote. Kwamba kama imetokea kwamba mafuta huko nchi nyingine na tunakonunua kumetokea changamoto zozote, wakati tunajipanga kutafuta sosi nyingine ya chanzo nchi nyingine ya kuweza kutupatia mafuta, basi huku unakuwa unayo mafuta yako ya ziada ambayo ni jukumu la TPDC kuijenga hifadhi hiyo. Asante sana kwa muda wako. Asante kwa maarifa ambayo umetupa kuhusiana na sekta ya petroli. Bila shaka mtazamaji amejifunza. Mimi mwenyewe nimejifunza vitu vingi, na vingine umenihakikishia kwamba hiki ni kweli. Kwa hiyo asante sana kwa kuwa sehemu ya EWURA podcast. Karibu. Nikushukuru pia wewe mtazamaji ambaye umetufuatilia kwenye episode hii. Tukuahidi tu kwamba
tuna maudhui mengi, tuna content nyingi kutoka EWURA za masuala mbalimbali ambayo yanadhibitiwa, ya sekta ambazo zinadhibitiwa na EWURA. Kwa hiyo kuendelea kupata maudhui haya, content hizi ambayo tumeziandaa kwa ajili yako, cha muhimu usubscribe kwenye channel ya EWURA TV, lakini pia unaweza kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Instagram, Twitter pamoja na Facebook, ili kupata updates zote kuhusiana na EWURA podcast pamoja na nyingine nyingi ambazo zinawekwa kwenye channel yetu ya EWURA TV. Nikushukuru sana tena kwa mara nyingine. Mimi ni Janet Mesomapya, mpaka wakati mwingine. Bye bye.